Kwa mimi sio habari za ufalme wa Mungu kuja. Wala usidanganyike. Kuna imani zinasema kwamba kuna ufalme wa Mungu unakuja. Hakuna kitu kama hicho kimaandiko. Ufalme wa Mungu tayari uko ndani ya nani? Ukiwa na Yesu. Ndio maana Biblia inasema kwamba kitabu cha Warumi sura 8, hakuna hukumu ya adhabu kwa wale katika Kristo, walio katika Kristo Yesu. Walio sio walioamua kupokea Yesu, walio wanatembea na Yesu. Kwa maana ndani yako anakaa Mungu. Wewe ni hekalu la Mungu. Kwa ufalme wa mbinguni uko ndani yako. Ufalme wa Mungu tayari uko ndani. Mtoto wa Mungu wote waliompokea aliwapa uwezo kuwa nani? Watoto wa Mungu. Naomba nikwambie, siongee habari za kuja kwa ufalme wa Mungu kama imani nyingine zinavyosema. No, ninaongea kwenye Biblia hii, naongea habari za kurudi kwa Yesu mara ya pili. Ndicho ninachokufundisha siku leo. Naongea habari za kurudi kwa Yesu mara ya pili. Ndio somo ambalo tunajaribu kuliangalia pamoja, kwa sababu ufalme wa Mungu umeshaupata tayari. Yesu alikuja kuleta ufalme wa Mungu. Watu wanaoamini Yesu wanaingia katika ufalme wa Mungu. Wewe unapotembea, ndio maana nikwambia kila kanisa hili litaongea siasa. Kwa sababu siasa ni ufalme hapa chini. Ufalme wa dunia hii. Don't waste your time. Ngoja nikwambie, hata kusema huyu ni mbaya, huyu ni mzuri, akifanya pale chini atakuwa ni mbaya. Wanadamu wako wale hawajabadilika. Kwa utahangaika sana, wewe msingi ombea. Kasi kama kanisa likombea. Kwa mimi nasema katika kanisa sio mzuri kuchanganya mambo ya kimani na mambo ya siasa. Watakwambia zaidi, lakini kwenye msingi wa imani tunahubiri habari za ufalme wa Mungu. Sije kuambia katika maisha yako, naambia kweli kurudi kwa Yesu. Baada ya Yesu kumaliza kazi yake hapa duniani, yuko wapi Yesu? Yesu yuko wapi? Yuko mbinguni. Lakini ukiwa ndio kuna watu wamekula chips na mayai, wamevipiwa mayai, malaika anakuambia jana nilikuwa na Yesu, nilikuwa natembea naye. Ile sura ya 10 mstari wa 11 mpaka 13, Waebrania sura ya 10 mstari wa 11. Nataka uchukue sasa mstari, kwa sababu napokea, ninakupeleka kwenye maandiko. Siongei kama mimi na kujifundishia kwa maandiko. Mtu mmoja ambaye alimuona Yesu alikuwa anaitwa Stefano. Alipokuwa anapiga mawe pale, akasema akaangalia mbinguni. Akasema namuona Baba, namuona Yesu amekaa upande wa kuume wa Mungu Baba. Sasa Waebrania 11:10 anasema kila kuhani usimama hadi siku akifanya huduma yake ya ibada na akitoa tena na tena dhabihu zile ambazo haziwezi kuondoa dhambi. Lakini Kristo mstari wa 12, lakini Kristo alipokwisha kutoa dhabihu yake kwa ajili ya dhambi mara moja tu kwa wakati wote. Sikiza kwa makini. Ukienda kwa mganga wa kienyeji, hapo ni ile vitu na unatakiwa kutoa sadaka. Wote wanakuwa mfuko. Ile sadaka maana yake inakuwa ni damu. Damu maana yake mapatano. Sadaka ya damu na nguvu, sio pesa. Pesa inasababisha kuwa damu, kwa sababu mizimu au majini na mashetani ni maroho. Maroho yanataka damu. Ndio maana anapenda kukaa kwenye damu. Usikize kwa makini. Kwa hiyo Mungu ili kumpendeza lazima utoe damu. Ndio maana Yesu akaja, Yesu akuishia kukuja, alipigwa pale msalabani, akatoa nini? Kinachofanya tu wa Kristo, kinachofanya majini ya kimbie, kinachofanya shetani ashindwe, kinachofanya tulindwe na Mungu ni kwa sababu ya damu ya Yesu. Kwa damu ina nguvu kubwa sana. Ni damu ya mtoto wa Mungu. Ni damu haina dhambi. Ni damu ya pekee kuliko damu zote. Ndio maana kama tunataka kuniroga leo, wewe kuniroga. Kwa sababu kitaja mafuta damu ya Yesu. Damu unapeleka ni ya ng'ombe au ya mtu au ya mtoto au ya sanamu au chochote. Lakini ile damu kiasi kwa mbele katika darubini zao wala chali, wanasema huyu mtu amefanya nini? Wanasema afanye nini? Kuzingiwa maana yake ni Kiswahili inaitwa huyu mtu mpito maana yake ni Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wale washirika wameokoka, wale wanakuwa katika darubini zao waonekane. Wanakuwa mzito kwa sababu ndani yako kuna damu inaonena mema. Inaitwa damu ya nani? Ya Yesu. Kwa ile damu ndio inafanya sisi na kwa muamini Yesu Kristo tunachobadilisha mimi na kulipa nguvu ya ushindi. Sio kitu
kingine, ni damu ya Yesu. Ile sadaka ina nguvu kuliko uchawi, ina nguvu kuliko ushirikina, ina nguvu kuliko magonjwa, ina nguvu kuliko maradhi yote. Hicho tu. Ndio maana kisema kwa jina la Yesu ninapata. Ile nguvu inatoka kwa sababu ya damu. Sikiliza. Anasema hivi. Lakini mstari wa 12. Anasema lakini Kristo alipokwisha kutoa dhabihu yake kwa ajili ya dhambi mara moja tu, aliketi upande wa kuume wa Mungu. Kristo ameketi wapi? Baada ya msalabani anaenda kuketi upande wa nini? Wa kuume wa Mungu. Ngoja kwa anafanya nini? Sikiliza. Anasema tangu wakati huo anangoja mpaka Mungu atakapowafanya maadui zake kuwa kiti cha miguu yake. Tunapita. Ndio maana ukifanya kazi kwa bidii na kumshinda shetani, ukashinda dhambi, ukaishi maisha ambayo ni matakatifu, Kristo anakupiga mkono kwa well done, umefanya vizuri, songa mbele. Kwa nini? Kwa sababu anataka shetani amwaibishe. Adui mkubwa wa Yesu ni shetani. Biblia inasema vita vyetu sio vya mwili, sio vya damu na nyama, bali ushindi. Mungu anataka wanaume ambao watasimama kusema no kwa dhambi. Mungu anataka wasichana na wanawake ambao watasema hapana kwenye dhambi. Watasimama na Mungu wakimpiga shetani usiku na mchana. Watu ambao hawaogopi kitu chochote. Watu ambao hawana mashaka na jambo lolote kwa sababu wanamjua Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hataki waoga. Waoga hawataenda mbinguni. Waoga hawataurithi ufalme wa mbinguni. Huko ndiko watakwenda jehanamu wote. Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba na ameketi akisubiri kuweza kuwakanyaga maadui zake. Nani anakanyaga? Sio yeye, wewe, kwa sababu amekuachia Roho wake Mtakatifu. Sasa nisikilize kwa makini. Nimepata wapi mstari? Hebu tuangalie kidogo kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari kuanzia 8 mpaka kwa 11. Mpaka 30. Yesu yuko wapi? 8 Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8 mpaka 11. Sikiliza nasema. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8 mpaka 11. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8 mpaka 11. Sikiliza nasema. Anasema lakini sikiliza kwa makini sana. Anasema lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nisikilize, kumbuka sana hiyo. Kama una Biblia yako pigia mstari huo. Mtapokea nguvu. Kwa Kristo bila Roho Mtakatifu hamna Mungu. Akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Usichanganye mambo. Roho Mtakatifu kuja juu yako unamuomba. Ndio maana nikwambia, ukiniambia leo mimi sifanyi uzinzi tena, alafu una nguvu ya Roho Mtakatifu, kesho utakukuta huko geti. Kwa sababu hakuna nguvu ya kushinda dhambi zaidi ya Roho Mtakatifu. Unatakiwa kutaka kuacha uzinzi, anza makofi. Baba, naomba nguvu ya Roho Mtakatifu kushinda uzinzi. Baba, naomba nguvu ya Roho Mtakatifu kushinda uongo. Baba, omba nguvu. Mungu anasema ambaye pokea. Kwa unaomba, sio kitu kingine. Ukiona kuna dhambi na kusumbua, omba na Mungu anakupa ushindi. Anasema mtapokea nguvu, lakini pia unaamka asubuhi unakuta huwezi kuomba. Unajaribu kuomba na baba Baba na kushukuru amen. Una nguvu, moto umeisha. Upo tu. Yaani umekaa unaanza asubuhi mpaka jioni unaenda kulala. Umechoka. Mungu nakushukuru amen. Hamna nguvu kwa sababu hakuna kitu. Naomba badala ya kulala, mpe Baba naomba nguvu ya Roho Mtakatifu. Mungu anasikia. Mungu anajibu. Unapoomba, unapomuita anakusikia. Wewe binafsi unapokuwa chumbani kwako leo, Mungu naomba msaada, naomba neema ya Roho Mtakatifu anajibu. Anakupa nguvu. Ukisema kuna nguvu ndio nguvu. Kesho yako unaanza kuomba vizuri. Anasema hivi, mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Anasema nani mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na kote katika Yudea na Samaria hata mwisho wa nchi. Mstari wa 9. Sikiliza kwa makini mstari wa 9. Akisha kusema hayo, walipokuwa wakimtazama Yesu anaongea nao, anasema walipokuwa kaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akisema akisha kusema mstari wa 9,
walipokuwa wakitazama, akainuliwa Yesu huyo, wingu likampokea kutoka machoni pao. Mstari wa 10. Walipokuwa wakikaza macho, Yesu anaondoka. Anasema yeye alipokuwa akienda zake, tazama watu wawili wakasimama, malaika wakatokea na nguo nyeupe. Mstari wa 11. Wakasema, nyinyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Sikiliza kwa kundi la mwisho. Huyu Yesu aliyechukuliwa kwenu kwenda mbinguni, juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Baada ya Yesu kumaliza kazi yake ya ukombozi wa mwanadamu, alipaa. Watu zaidi ya 500 walimuona akipaa, akielekea mbinguni. Malaika wakatokea wakawaambia, sikilizeni, mnamuona anaenda kule, anarudi. Ndio habari ya leo, kurudi kwa Yesu mara ya pili. Sasa hivi kanisa, mimi na wewe tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Roho wa Kristo ndio yuko ndani mwetu. Unampokea Yesu, unampokea Roho wa Kristo. Kumpokea Yesu maana unapokea Roho wa Mungu. Yesu yuko mbinguni na anakuja tena kwa ajili ya kuchukua walio wake. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wanapenda kuangalia sayansi, mwili kama kitu cha mviringo kinaelea hewani, dunia ukiangalia hata siku nzuri zinaonyesha kila kitu inazunguka, dunia yote inazunguka. Lakini wanasayansi mpaka mkajuzi walikuwa wametabiri kwamba kuna kitu kinatoka kwa kasi upande wa kushoto kitakuja kuipiga dunia, lakini kuna kitu kinazuia. Hii dunia iko katika hatari nyingi sana. Sio kwamba ni kitu ambacho kimekaa unaona kama ni udongo hivi kimekaa. Sayansi imedhibitisha kwamba dunia ni ya mviringo na inatembea, inazunguka, na kuna mavitu mengi yanatembea kwa hewani, yanapaa, yanatembea. Kuna wakati anataka kupiga dunia. Kuna kimondo kijaruka kule wapi? Mbozi, kimondo ni kitu kutoka hewani kikaanguka chini. Sasa wakati wote tunaweza kuona mgongo mkubwa ambao utapiga dunia, anaishikilia dunia. Kwa sababu tuko sema kwa tuko salama sana. Asikudanganye. Wanasayansi ni waoga zaidi kuhusu dunia hii kuliko mtu mwingine. Mtumishi wa Mungu Petro akasema, naomba tuangalie kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 10. Anasema Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 10. Sikiliza kwa makini. Anasema Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 10. Siku ya Bwana inakuja kama mwizi. Siku hiyo, Rabu Sakaria na Wagoshi. Siku hiyo, mbingu zitatoweka kwa kishindo, kuna mshindo utatokea. Anasema vitu vyote vya asili vitateketezwa kwa moto. Dunia yote itapotea. Anasema nayo dunia itatoweka pamoja na kila kilichomo ndani yake. It's coming. Mpendwa katika Bwana, hapa tulipo sio kwa kudumu sana. Na hata ukienda kwenye majarida ya kisayansi itakwambia dunia ina muda mrefu sana. Cosmos, ile uzungukaji wa dunia unatisha kwa sasa hivi. Naomba nikuambie leo, ukiamua kuweka matumaini yako kwa Yesu Kristo, yeye ni wa milele. Dunia baada ya kuwa imetoweka, kuna mbingu nyingine ya kwenda kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Tuna mahali pengine salama zaidi. Sasa nisikilize kwa makini. Inawezekana bado watu hawajanipata. Wanafunzi wa Yesu wakati wako naye wakamuuliza, hivi Bwana Yesu utarudi tena mara ya pili na tuambie dalili za kuja kwako ni nini? Tuangalie kitabu cha Marko sura ya 13. Tutatembea kidogo hapo. Marko sura ya 13 mstari. Marko sura ya 13 mstari kuanzia wa kwanza. Tuweze kuenda taratibu na kuelewana kwenye somo. Marko sura ya 13 na tutaangalia kuanzia mstari wa kwanza. Kwa sababu baada ya mstari michache ili kuweza kwenda pamoja kwa spidi kwa sababu ya muda ambao uko mbele yetu. Marko sura ya 13. Lakini pia wala upendeke kusoma Biblia, kusoma katika kitabu cha Mathayo sura 24. Nimeelezea badini
lakini pia kitabu cha Luka sura 21. Zote zinaelezea kuhusu habari ya kurudi kwa Yesu. Sikiliza kwa makini. Naanza mstari wa kwanza kisha ndaruka. Anasema hata alipokuwa akitoka hekaluni, mmoja wa wanafunzi wake alimwambia, "Mwalimu, tazama yalivyo mawe ya majengo haya." Yesu akajibu akamwambia, "Wayaona majengo haya makubwa? Alitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomolewa." Kila kitu kitapotea. Kila kitu kitatoweka. Ndio maana mmoja akasema heri kumpata Yesu kuliko chochote. Anasema mstari wa 3, sisi swala kwa Mungu. Anasema hata alipokuwa ameketi katika mlima Mzeituni kuelekea hekalu, Petro, Yakobo na Yohana na Andrea, Petro, Yakobo na Yohana na Andrea walimuuliza kwa faragha, "Tuambie, mambo haya yatakuwa lini?" Yaani kurudi kwa Yesu au mwisho wa dunia. "Na ni nini dalili ya wakati huo hayo yote yatakapokuwa karibu kutimia?" Wakamuuliza, hivi kuna kitu gani kitafanyika kwamba Yesu anarudi? Kuna nini kitakuwa kinatokea duniani? Mimi na leo hatujui, lakini angalau tukijua dalili itatusaidia. Lakini kumbuka, unajua alipokuwa ameketi ni mlima Mizeituni. Wale ambao wanajua mlima Mizeituni pembeni ya hekalu kubwa la Yerusalemu. Lakini katika mlima Mizeituni kuna ile bustani ya Getsemani. Getsemani maana yake kamua mafuta. Ndio maana Getsemani. Kwa ni mahali ambapo Yesu alikuwa anaomba kila siku. Kwa akiwa nyuma ya hekalu analiangalia, Yesu akamuuliza, "Sasa Bwana, hebu tuambie, hivi kuna mwisho wa dunia kweli?" Akamwambia, "Hakuna jiwe juu ya jiwe ambalo litabaki." Hebu tuambie, nilitaka nini? Sikiliza sasa Yesu anachoambia. Tuangalie pamoja. Anasema mstari ule wa 5. Yesu akaanza kuambia, "Jihadharini mtu asiwadanganye. Wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiye Yesu." Mimi toka nimezaliwa mpaka leo nimeona watu wanajiita Yesu 86. Kuna Koreshi, kuna David Koreshi Marekani mmoja. Wanajiita mimi ndio Yesu. Yaani kabisa wanasema mimi ndio kuja kwa Yesu, ndio duniani tena. Wana hela nyingi na nini, lakini matendo yao. Ngoja nikwambie, mtu akikwambia kuhusu nabii wote, angalia matendo. Utaona kuna uzinzi ndani yake, kuna uongo ndani yake, kuna uovu ndani yake, kuna ushetani ndani yake, unajua sio Yesu. Ndio maana kuna watu leo wamefika katika madhabahu wanasema mimi ndio kiboko wa viboko, hamna mwingine kama mimi, wameishia wapi? Na uvumi wa vita msitishe, haya hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na matetemeko ya nchi mahali na mahali, kutakuwa na njaa. Hayo ndio mwanzo tu, bado mwisho hujafika. Sura ya 8. "Nani jihadharini nafsi zenu, maana mtapelekwa mabarazani, na katika masinagogi mtapigwa, nani mtachukiwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu na kwa ushuhuda kwao." Ni sharti injili ihubiriwe kwanza kwa mataifa yote, na watawachukua nini na kuwasaliti. Msitafakari kwanza mtakayosema, lakini lolote mtakalopewa saa ile lisemeni, kwa maana si mimi msemao bali Roho Mtakatifu. Na ndugu atamsaliti ndugu yake ili auawe, na baba atamsaliti mtoto, na mtoto wataondoka juu ya wazazi wao na kuwafisha. Nani mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kusubiri kusaburi hata mwisho ndiye atakayeokoka. Mstari wa 14. Anasema ndio unapochukiza na uharibifu limesimama pasipopasa, ndipo walio katika uozo wakimbilie mlimani, na mtu aliye juu ya dari asishuke wala asiingie kuchukua nyumbani mwake, na aliye shambani asirudi nyuma kulichukua vazi lake. Lakini ole wao wenye mimba na hao wanyonyeshao siku hizo. Ila ombeni yasitokee wakati wa baridi, kwa maana siku hizo zitakuwa na dhiki jinsi isivyokuwa tangu mwanzo alipoumba Mungu, wala haitakuwa kamwe. Kwa na Bwana asingalikatiza siku hiyo, asingeokoka mtu yoyote, lakini kwa ajili ya wateule waliowateua amezikatiza siku hizo. Na wakati huo akiwaambia, "Tazama Yesu yuko hapa, yuko kule, msisadiki." Kwa maana wataondoka Makristo, sio manabii, Makristo kabisa wanaita nini Yesu wa uongo. Niko kwa makini. Na manabii wa uongo watatoa ishara na maajabu, wapate kuwadanganya yumkini hata waliowateule.
bali nyinyi jihadharini, mmekwisha kuonya yote ya mbele. Lakini siku zile baada ya zikile, jua litatiwa giza, na mwezi hautatoa na mwanga wake, na nyota za mbinguni zitakuwa zikianguka, na nguvu zilizo mbinguni zitatikisika. Hapo ndipo watakapomuona Mwana wa Adamu, Rabo Sekari ya Dodogosha, akija mawinguni kwa nguvu na utukufu. Ndipo atakapowatuma malaika wake kukusanya wateule wake toka pepo nne, toka upande wa mwisho wa nchi hata upande ule. Wapendwa katika Bwana, tukisoma kwa makini dalili kama 6 ukumbuke. Ya kwanza, Kristo uongo anatokea. Watu watajiita mimi ni Yesu. Makanisa yataanzishwa naitwa ni Yesu. Marekani taifa waimbaji wa muziki na Beyonce na maisha kanisa lao na kadhalika. Lakini katikati hapo kuna watu wengi wameanzisha wanajiita ndio Yesu, maisha na vitu vyao. Wanasema wenyewe wanakuja kukomboa dunia, ndio Kristo ndio Masihi. Hawasema wanakuja kukomboa, wanasema tumetumwa na Mungu. Cha pili, watatokea manabii wa uongo. Kama kuna vitu ambavyo tunaviogopa duniani ni unabii, kwa sababu wengi ni matapeli na wanajaribu kucheza na akili za watu. Nimeshakutana na mtu ambaye akaniambia akajua na kaa zuzu. Ukiangalia katika kitabu cha Marko 13 hiyo mstari wa 32 mpaka 35, tunakwenda kumaliza. Nitamalizia kitu kimoja cha msingi wa kujua. Marko 13:32 mpaka 35. Sikiza kwa makini. Anasema hakuna ajuaye siku hiyo itakuwa lini au saa ngapi. Nobody. Sikiza kwa makini. Hata malaika wa mbinguni hawajui, wala mimi mwana sijui, isipokuwa Mungu Baba peke yake. Mstari wa 33. Jiandaeni muwe macho, kwa maana amjui wakati mambo haya yatakapotokea. Ni kama mtu anayesafiri na kuacha watumishi wake na kuachia watumishi wake madaraka. Wamepewa madaraka, anasema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na ndio mamlaka juu ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kila mtu na wajibu wake, umepewa wajibu, kuna vipawa Mungu ameweka ndani yako. Anasema kisha akamwambia mlinzi wa mlango awe macho. Kesheni basi. Kesheni. Kesheni maana yake ni ofa. Kesheni maana yake ni usikose kanisani. Kesheni maana yake ni soma neno. Kesheni maana yake ni jitahidi kuwa mtakatifu na maisha matakatifu. Kesheni, anasema kesheni basi, kwa sababu amjui lini Bwana mwenye nyumba atarudi. Anaweza kuja jioni, usiku wa manane, au alfajiri au mapambazuko. Kama akija ghafla pasipo nyinyi kumtazamia, asije akawakuta mmelala. Kulala maana yake ni kuacha kusoma neno, kuacha kwenda kanisani, kuacha kuomba, kuacha kutenda matendo mema. Mtu kulala. Naomba nikwambie, akakuta umelala, Yesu anakuacha. Utaamka asubuhi na lia, ujui nani ametokea usiku wa jana. Lakini anasema na nawaambia ninyi, kesheni. Kesheni sio maana yake ukae tu naomba usiku mzima. Maana yake maisha yako yote, ukiamka asubuhi muombe Mungu, mchana muombe Mungu, jioni muombe Mungu. Kuwa na maisha ya maombi kila saa. Umeingia kwenye daladala muombe Mungu, umepanda gari yako muombe Mungu, umeingia nyumbani kwako muombe Mungu, umeingia kwenye duka muombe Mungu, umeingia kazini muombe Mungu. Ombi kila saa. Tengeneza mfumo wako katika maisha yako, ili moyo wako kila saa vitaidi vipige. Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, akasema ombeni msije mkaingia wapi? Majaribu ya watu wengi kwa sababu waombi. Kwa natamani uchenge msuri mkubwa wa Yesu kuambia kesheni. Sasa napomalizia, kuna kitu kinaitwa kurudi mara ya pili kwa Yesu. Naeleweka? Alafu kuna kitu kinaitwa unyakuo. Ni vitu viwili tofauti. Nisikilize kwa makini. Kuna kitu kinaitwa kurudi mara ya pili kwa Yesu. Alafu kuna kitu kinaitwa unyakuo. Ni vitu viwili tofauti. Hii ya kurudi mara ya pili kwa Yesu ni mwisho wa dunia. Hii ni mwisho wa dunia. Lakini kabla ya kurudi mara ya pili kwa Yesu, Biblia inasema katika kitabu cha Wathesalonike sura ya 13, sura ya 3. Anaonyesha kama unyakuo. Wathesalonike sura ya Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 sura ya 17. Wathesalonike wa kwanza
sura ya 4 mstari wa Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 17. Sikiliza kwa makini. Naomba ujue mstari wa 15. Sikiliza kwa makini. Anasema, kwa kuwa tunawaambia haya kuwa kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia au waliokwisha kulala mauti. Tuendelee. Anasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, na hao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kwa masuala ya kufufuliwa kwa Kristo tutakuelezea. Kisha sisi tulio hai tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Nisikize kwa makini. Wakati wowote, saa tusiyodhani, Yesu atatokea mawinguni. Wale walio watakatifu watashangaa tu, nguo zimeachia, wamepaa mbinguni. Waliokufa katika Kristo Yesu watafufuka, watapewa miili mpya, alafu wote pamoja tutapaa mbinguni. Hii inaitwa unyakuo. Unyakuo sio kurudi kwa Yesu mara ya pili. Unyakuo, Yesu hatashuka chini. Yesu atapokea watakatifu hewani. Yesu atakuja duniani, atawapokea wale waliokuwa wameishi katika maisha ya Kristo na utakatifu hewani. Anataka kwamba unaenda kuchukuliwa, unaenda kukaa kwa Mungu. Dunia itakapopitia katika mateso na dhiki kubwa, hautakuwepo. Lakini kama utakosa unyakuo, Yesu akaja akachukua watakatifu wake na wale waliokuwa hapo, ukabaki, utabaki katika dunia ambayo inatawaliwa na shetani. Na hapo ndio utakiona cha moto. Kwa sababu shetani sasa atakuwa na mamlaka na nguvu nyingi. Wakati huo wale waliokoka ambao tumepaa kwenda mbinguni kwa Bwana, tutaenda kula na kuwa na dhambi leo. Inaitwa karamu ya mwana kondoo. Nisikize kwa makini ili unielewe. Nadhani nikuchanganya. Kuna vitu viwili navyoongelea siku ya leo. Ninaongelea kuhusu kurudi kwa Bwana Yesu ambao ni mwisho wa dunia mara ya pili. Atashuka mpaka duniani. Naongelea kuhusu unyakuo wa watakatifu. Kurudi kwa Bwana Yesu ameelezea vizuri katika kitabu cha Marko sura ya 13. Lakini unyakuo umeelezewa vizuri katika vitabu viwili, Wakorintho wa kwanza sura ya 15, lakini pia kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 17. Nisikize kwa makini. Kurudi kwa Yesu mara ya pili ni kuja kwa mwisho wa dunia. Dunia itabilikishwa, itaanza kutupwa. Hiyo ni kitu kingine. Lakini tunachokitazamia sasa hivi kabla ya kurudi kwa Yesu mara ya pili ni kitu kinaitwa nini? Unyakuo. Unyakuo tutaamka tu asubuhi, unaamka tu asubuhi, unashangaa mbona mchungaji hivi leo na ibada? Unaweza kusikia. Nasikia utaifa habari kwa Baba katika jina la Yesu. Nimesikia ushuhuda. Nimesikia uponyaji wa tofauti. Uponyaji wa tofauti. Ninaomba Bwana. Ninaomba Bwana. Nakushika tumbo langu. Nakushika tumbo. Aina yoyote ya maradhi. Aina yoyote ya maradhi. Aina yoyote ya ugonjwa. Aina yoyote ya ugonjwa. Aina yoyote ya mashambulizi. Aina yoyote ya mashambulizi. Iwe ni kansa. Iwe ni ugonjwa wa uvimbe. Toka mwilini mwangu. Achia roho yangu. Achia damu yangu. Achia nafsi yangu. Toka. 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 Kwa jina la Yesu. Tulia. Baba katika jina. Umesema wale wanaokuamini wewe. Umesema wale wanaokuamini wewe. Wana akili njema. Ninaomba. Aina yoyote ya uchi. Aina yoyote ya uchi. Uzembe. Upumbavu katika kichwa hiki. Nyoka kwa jina la Yesu. Baba naomba akili njema. Naomba akili njema. Naomba akili njema. Naomba akili njema. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema Baba yangu. Ninaomba kuanzia leo. Mtihani wowote. Jaribu lolote. Shambulio lolote ambayo itakuja juu yangu. Nipe maarifa. Nguvu ya Yesu. Ingia ndani ya kwa msana. Badilisha namna unavyoangalia, namna unavyosikia, namna unavyofikiri, katika jina la Yesu. Amen.